tumwage maji wazee. Wewe mwage. Sasa kama wewe ni mkurugenzi wa halmashauri dead, kama wewe ni mkuu wa wilaya, kama wewe ni mkuu wa mkoa, kama wewe ni mkuu sijui wa taasisi yoyote ya serikali, sijui katibu mkuu sijui nini nani, unajipanga mwaka huu ugombee ubunge, sema mapema, iachie hiyo nafasi ulionayo sasa hivi mapema, ili watu waijaze, maana nchi hii na watu wengi. Usije ukashtukiza mbele huko. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, gazeti la Mwananchi linaandika Mheshimiwa Rais anaonya vigogo wanaotaka ubunge. Anasema wamo wakuu wa mikoa, wilaya na watumishi wa umma wanaopigana vikumbo kusaka ubunge. Amewapa angalizo, akionya watakaotoroka hapo baadaye, wakati fomu zimeshaanza kutoka zile. Ukitoroka hapo baadaye unakosa vyote. Ukitoroka hapo baadaye, anasema Mheshimiwa Rais, kuna madedi wangu, wakuu wangu wa wilaya wa momo au mikoa wana hamu sana ya kurudi kwa wananchi. Nilimwambia katibu mkuu kiongozi apeleke mwongozo wa serikali za mitaa. Nadhani waziri Mchengerwa wa TAMISEMI umeupata, kwamba yeyote mwenye nia ya kugombea atuambie mapema. Sasa wewe subiria huko, utakuja kukosa vyote. Baadaye fomu zimeshaanza kutoka, wewe ndio una nini, unataka kumsumbua rais jioni, utavikosa vyote. Sasa unafanyaje? Uachie sasa hivi maelekezo au tusubiri lala salama uvipoteze vyote? Maanake na wewe ushawasikia kuna watu ushawasikia nasema hivi, ameshasema mapema. Maana tushasikia wengi wakurugenzi, watendaji wakuu, CEO wa mashirika, taasisi mbalimbali, makatibu wakuu wanataka kwenda kwa wananchi. Ndio tumesikia watu wengi kweli, wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa mikoa ndio usipime, na kwa wilaya wakuu wa wilaya ndio usipime, yani hawana idadi. Kwa hiyo mwaka huu kama tulivyosema, mwaka huu yani sio kama tulivyosema, mwaka huu kuna kila kiashiria kwamba yani kama nilivyosema juzi, mende ni wengi. Yani majimboni kuna mende hajawahi kuonekana katika historia nchi, haijawahi. Ndio. Yani haijawahi. Kwa sababu mbalimbali, lakini haijawahi. Unajua tumepigwa pini tangia 2015, watu hawajashiriki hizi vitu. Mara ya mwisho 2015 uwanja ulikuwa huru. 2020 kulikuwa mna shughuli hii. Silikuwa teule tu. Ndio. Sasa fikiria miaka 10 watu hawajafanya shughuli. Hapa katikati wameibuka watu mamende kibao. Watu kibao katikati wamejenga uwezo. Sasa miaka 10 watu wamejenga uwezo wengi. Kurasa za magazeti. Najiuliza hawa ambao tumewataja, hawa madedi, DC, wakuu wa mikoa hawa, kwani hizi nafasi walizonazo hawatosheki nazo? Swala sio kutosheka. Swala wewe unawiwa vipi? Kwa sababu ukisema kutosheka, mwanadamu anatosheka shekhi. Kuna watu matajiri na bado wanaendelea kutafuta hela mpaka leo. Yani kutosheka. Kwa hiyo unaiona hii ambayo uchu. Huo ni uchu sasa. Sasa mimi swali lako nimeliafiki. Kwamba ni swali inaitwa swali chokonozi. Unaweza kuchukulia poa, sio poa. Ni swali chokonozi sana. Kwa sababu kama wewe ni mtendaji katika serikali kwa nafasi yoyote, unaaminiwa, poa wilaya, poa mkoa, poa taasisi, poa shirika, ulihudumia, lakini kumbe wewe ile ni ngazi, wewe ndoto yako iko kule, wewe ndoto yako ni ubunge. Utendaji wako kazi pale, na wenyewe utakuwa ni stepping stone kuelekea kule. Moyo wako, nguvu zako, akili yako itakuwa hapa, au utatumia hapa nguvu zako, akili zako na moyo wako kujijengea kule, ikiwemo kujinufaisha. Kwanza kutengeneza mamlaka, kutengeneza influence, kufanya favors,
mbalimbali za watu ambao wanaweza kukusogeza. Na wakati mwingine unajua kwa mfano wewe unaweza kuwa ni mkurugenzi wa shirika fulani kubwa. Ndio. Alafu na wewe unataka ubunge, alafu unajua mimi nikiwa mbunge tu mimi kwa hivi nilivyo perform hapa nenda kwa waziri. Waziri. Yaani unaona? Kwa unasema sasa wewe na uko pale ile shirika lile. Wewe kwanza utatafuta pesa kwa sababu unajua safari yako inahitaji pesa. Lakini pia itabidi tengeneze network. Kwa maana tengeneze urafiki na watu ndani ya mfumo serikali na watu kwenye chama. Wakati kwa kutumia nafasi yako ile ile. Kwa hiyo utakuwa unatoa favors, utakuwa unafanya vitu fulani usudi kesho lakini licha kutengeneza network yako kwenda mbele. Kwa hiyo wewe utendaji wako utakuwa na mashaka sana. Kuna namna mbili. Mashaka sana. Kuna namna hiyo ambayo na mifano tunaiona. Kuna uchu. Uchu pia upo sikatai. Lakini mimi kwa sababu kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu imekuwa hivyo kwa muda mrefu. Na imeisumbua serikali. Na ndio maana rais kaisema. Ndio mpaka rais akisema kitu, maana hicho kitu ni kikubwa sana. Kinasumbua. Hata turejelea maneno yake. Ni kitu ambacho kinamsumbua. Ameainisha katika eneo la kwamba mimi sasa hivi wanampa tabu mheshimiwa rais tena dakika za jioni zile. Kwa hiyo kumbe akikaa akiangalia hivi, ili ni genge lote hili kumbe lilikuwa moyo wao. Ndio maana mambo yangu hilo mosi. Alafu pili anaona ndio maana ukisikia uwizi, watu wanacheza mbwela. Wacha nimalize kabisa. Ndio maana mara nyingine unaposikia kuna wizi unafanyika kwenye hizo halmashauri. Na tunazo taarifa. Tulia, alafu nakuwa hakuna majibu. Hiyo ndio michezo yenyewe. Ndio wale. Ndio wao. Watu wanachepusha. Ndio hao. Yaani kili yao iko kwenye ubunge, wanaiba kwa ajili ya kutengeneza mazingira wa kwenda kugombea. Unajua sehemu kubwa ya wezi wa serikalini huko. Kuna makundi mawili. Kuna wale ambao wanajinufaisha sawa. Ndio. Kabisa pase. Alafu baadaye wanaenda kufanya biashara zao wanaendelea na maisha. Ndio. Lakini kuna wale ambao wanajinufaisha wanatengeneza mitaji ya kwenda mbele. Kisiasa. Sababu usidanganyike, una mtaji mkubwa wa fedha siasa nchi za kushinda. Sana. Kwa hiyo unaelewa inavyokwenda, ndio maana unakuta yani kuna wizi usio kwisha. Lakini na mbaya narudia tena, nilichokisema pale awali. Hawa huwa wanatengeneza network. Na watu ambao wanakwenda kubebana nao kwenda kule mbele. Kwa hiyo utendaji wao unaendelea kuwa na mashaka. Hili jambo, hili swali lako ni zito. Ni swali gumu sana. Kwa sababu mimi najiuliza. Yaani wewe mkuu wa wilaya. Akili yako yote inaanza ubunge. Ndio maana unasikia mkuu wa wilaya anaanza kugombana na watu wa chama. Juzi nimesikia tunataka kupigwa Simiyu kule. Wewe asubuhi na mapema kabisa. Si una shughuli hiyo? Umesikia juzi Makaya anaambia mnakuja kwa huku mnasema huyu hapa mmemwona huyu? Utakuta kuna mtendaji wa serikali yuko hapa. Mkuu wa wilaya yumo. Kwenye mchezo hiyo. Jamaa atakuwa malizi. Nilikuwa nasema katika mazingira haya mheshimiwa rais kaja na mambo mawili. La kwanza ni hiyo dhana ambayo bwana Ando anaiongea. Dhana ya pili mheshimiwa rais ambayo kaiona ni kwamba huwa wanamshtukiza. Yaani inafika mwishoni pale ndio mtu anatoka bwana mimi ukuu wa wilaya basi na nachukua fomu. Sasa anakwambia inabidi wakati huo mnanishtukiza kama unataka sasa hivi. Chukua sasa hivi. Niachie hii nafasi. Ili nipe mimi muda wa kuchagua watu waingie training hapa, wapate mafunzo, waje wakaimu kuliko zimamoto. Kwa hiyo kaja na hoja mbili, zote zina msingi. Ya kwanza ambayo mimi naiona ndio hiyo ndo anaidadavua na uchu. Lakini ya pili mheshimiwa rais anaona sasa mbona mnakuja mnanishtukiza mimi? Yaani kama mnanikimbia hivi. Yaani mimi ndio nimewachagua. Alafu tena nafika mwishoni mnaniacha ghafla. Alafu hata mimi tena ndo anaanza nani njoo shika hapa kidogo. Mwisho wa siku unaweka watu ambao hawana ile pesa ambayo yeye anaitaka, na amepigia mfano akisema kwamba ndio maana hapa nyuma mmeona natoa mikeka mingi sana ili kutafuta watu ambao wana kasi ya kutekeleza yale ambayo tunayafanya. Na kumbe vinaendana basi. Sasa msimvizie rais jioni. Ndio hicho hataki sasa. Hii asubuhi na mapema. Mwambie bwana mheshimiwa rais, nashukuru kwa kuniamini katika nafasi hii ya ukuu wa mkoa. Thank you very much. Nimekifanya kazi kwa kadiri ulivyonituma. Sasa mheshimiwa rais, mimi nilikuwa naona wananchi nao nikawatumikie wananchi. Na ameweka akiba. Ameweka akiba mheshimiwa rais. Ukija mapema
ukaenda ukatesti zale alafu ikabuma ukapigwa mweleka, utafikiria unaona lakini ukija jioni surprise na mimi nitakusurprise. Good morning. Habari za asubuhi.